Emmanuel Joseph Ayo. Wewe ongea kwa niaba ya wale mliokuwa na jambo linalofanana. Ndio. Sawa. Tulipewa umeme mwaka jana, mwaka 25 mwezi wa 3. Mlipewa nini? Umeme kwenye kibanda chetu ambacho kipo Tandori. Na tuna kibali cha Tandori. Baada ya kupewa ule umeme tumekwenda, baadaye Tandori akasema TANESCO akasema eneo la kwao. Tukamwambia sisi tuna kibali cha Tandori. Kwa hiyo kama kuna lolote waone Tandori. Mwisho wa siku wamekuja kutukatia umeme tarehe 8 mwezi wa 12. Baada ya kutukatia umeme tumeandika barua ya malalamiko hapa wilayani, hawakutujibu. Tumeenda mkoa, wakatuma tume yao wakaja kutuchukua maelezo. Mwisho wa siku wanatuambia hii mita ni ya jina linasoma Mariam Swai. Lakini mimi mita inasoma jina langu tangu mwaka jana mwezi wa 3. Inasoma Emmanuel Joseph Ayo. Na nimempa katibu hapa, nimempa katibu ile, nimechukua zile kumbukumbu za nyuma mpaka sasa hivi. Shida ni nini? Mita sasa hivi imekuwa inasoma majina mawili na mimi nimeitwa mwizi, nimeitwa mkoani, ni saini barua kwamba mimi nimeiba umeme. Wakati mita mimi nimeilipia tangu mwaka jana mwezi wa 3 na inasoma jina langu. Ila juzi imebadilishwa jina, imekuja jina la Mariam Swai. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba unisaidie hilo. Vijana tuko wengi ambao tunahangaika pale. Tumekosa ajira, hakuna umeme pale mpaka leo. Meneja TANESCO yuko wapi? Wanang'ang'ania, wanasema eneo la Tanduri. Eneo la Tanduri wakati tuna kibali. Eneo ni la kwenu la TANROADS. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kibanda kipo mbele ya ofisi. Mbele ya ofisi. Umiliki wa eneo kipo mbele ya ofisi yenu. Ndio. Wanafanya nini? Sijui wanafanya biashara gani, lakini kuna kibanda kipo pale nje ya ofisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatuko mbele ya ofisi. Tuko pembeni ya ofisi kabisa. Na ile lalamiko tushalipeleka mpaka kwa mkuu wa wilaya anajua. Mpaka mkuu wa wilaya anajua. Nimeona. Sasa TANROADS, TANESCO na watu wa ardhi watafutieni, walipewa kwa muda. Si mlipewa kwa muda na TANROADS? Ndani ya mwaka mmoja. Si mlipewa kwa muda? Ndio Mheshimiwa. Sasa ili msiendelee kusumbuana, watu wa ardhi wawatafutie eneo la kudumu ili mfanyie shughuli yenu. Mpate eneo la kudumu ili msiendelee kusumbuana. Sasa hivi hapa tutatibu kwa muda tu, kwa sababu si ni eneo la TANROADS. Sasa hivi hata nikielekeza mrudishiwe tutakuwa tujatibu. Kuna muda mtatakiwa kuondoka, si ndio hivyo? Meneja wa TANROADS. Ndio Mheshimiwa. Si ni eneo la TANROADS. Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu, hao watu walikuja kwa ajili ya kuomba kukodi watumie kufanya biashara hilo eneo. Na kwa mujibu wa miongozo, watu ambao wanaweza kufanya biashara ndani ya road reserve na unaona ni sehemu ambayo iko salama, unaweza kumpa kwa muda wa mwaka mmoja na kuna malipo wanalipia. Kwa hiyo huyu alikuja. Sasa mimi nakubaliana na hiyo hoja na nakubaliana na hoja ya TANESCO kwamba wako mbele ya ofisi. Sasa kwa sababu wanafanya kazi na wana mkataba, wapeni huo muda, wakati mkataba unaisha watafutiwe eneo la kudumu ili msikatishe kazi. Meneja wa TANESCO, hilo siliko sawa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimelipokea. Kwa hiyo waacheni waendelee na kazi na huo mkataba wao, lakini wakati huo meneja afisa ardhi
watafutieni eneo la kudumu. Na ninyi bwana, mnapofanya hiyo biashara mnatakiwa mkue, msibakie level hiyo hiyo, mnatakiwa mkue. Mnakuaje katika mwaka unaofuata mnapomaliza mkataba? Yani kwa tamaduni za Kichaga kabisa kabisa, kama una genge baada ya miaka miwili unatakiwa uwe na duka, si ndio hivyo Mange? Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko pembeni kabisa, ofisi iko mbali sana. Yani tuko kwenye kwa ile tu kwamba ni eneo la TANESCO, kwa vile tu kwamba ni eneo la TANROADS, kwa vile ni eneo la muda, matumizi yake yataendelea kuwa ya muda. Mimi ninachopendekeza muwe na matumizi ya muda huu mnapojiandaa, muendelee na kazi, lakini muongee na watu wa ardhi na waelekeza watu wa ardhi, tafuteni, na ninyi mnaweza mkapendekeza katika kushauri shauri, tafuteni eneo ambalo litakuwa la kudumu. Hiyo siko sawa ndugu yangu? Kwa hiyo andika na namba ya simu hapo kwa katibu wangu, badilishaneni hayo mawasiliano. Mkishapata hilo eneo la kudumu, shirikisheni na mkuu wa wilaya ili muweze kurasimishwa.